Ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi ni dhana yenye karne nyingi duniani, lakini tafsiri yake ni moja tu, kwamba ni mikataba ya muda mrefu kati ya serikali kwa maana ya mamlaka ya serikali na sekta binafsi kwa maana ya kampuni binafsi kutekeleza majukumu ambayo kimsingi yalipaswa yafanywe au yatekelezwe na serikali. Ni wajibu wa serikali kujenga barabara, lakini kampuni binafsi ikiingia mkataba wa muda mrefu kujenga barabara ya kulipia, huo ni ubia tayari. Barabara hiyo ni barabara ya ubia, kwa maana kwamba ni jukumu la serikali kufanya hivyo, lakini imeipa sekta binafsi ifanye hivyo. Ni wajibu wa serikali kuzalisha umeme, kuuzia umma wake, lakini kampuni binafsi ikiingia mkataba wa muda mrefu kwa ajili ya kuzalisha kwa utaratibu wa muda mrefu, tayari huo ni ubia. Ni wajibu wa serikali kujenga hostel kwa ajili ya chuo kikuu kwa mfano, lakini serikali ikiipa jukumu hilo kampuni binafsi kufanya hivyo kwa mkataba wa muda mrefu, utaratibu huo kwa tafsiri nyepesi, huo ndio ubia. Sasa Tanzania ina safari ndefu katika kujenga uchumi wake, na imekuwa na mipango tofauti katika safari ya kujenga huu uchumi ambao tunao mpaka sasa, kabla ukoloni, baada ya ukoloni. Lakini katika kutafakari safari ya ubia kwenye ujenzi wa huu uchumi, kwa mara ya kwanza tulitunga sera ya ubia mwaka 2009 wakati wa awamu ya 4. Ikatungwa sera mwaka 2009 wakati wa awamu ya 4, na ikatungwa sheria ya kutekeleza hiyo sera mwaka 2010, kanuni zake 2011. Na sheria ile, kutokana na mahitaji na mabadiliko ya dunia na uchumi wake, imepitia marekebisho mara kadhaa. Marekebisho ya kwanza 2014, marekebisho mengine 2018 wakati wa 500, lakini marekebisho ya mwisho ambayo mimi nilipata kushiriki moja kwa moja ni marekebisho ya mwaka 2023. Kwa hiyo haya yote ni kwa ajili ya kuitikia mabadiliko ambayo yanatokea katika mwenendo wa uchumi ndani ya nchi, kwenye bara letu na duniani kwa ujumla. Hata hivyo, serikali na kama nchi tumepata kusaini au tumepata kutekeleza miradi ya ubia hata kabla ya hiyo sera mahususi kuhusu masuala ya ubia. Tumepata kutekeleza miradi ya ubia tangu miaka ya 95 wakati wa IPTL, ya pili kule tukaenda mpaka 300. Tulisaini mikataba kadha wa kadha kwa lengo hilo. Kwa mwaka 2009 ilikuwa ndio mwaka ambao tulikwenda sasa kuwa na sera maalum na baadaye hatimaye sheria kwa ajili ya kuongeza uratibu au ufanisi katika uratibu wa eneo hili ambalo ni muhimu sana. Sasa kwa ujumla wake, kwa nini tunafanya ubia, au sababu ya kufanya ubia ni nini? Kimsingi ni uzoefu wa duniani kote kwamba sababu kubwa 3 ndizo ambazo zinaamua kwa nini tunafanya ubia. Tunafanya ubia kwa sababu ya kuvuta mitaji ya sekta binafsi itekeleze majukumu ambayo kimsingi yalipaswa yafanywe na serikali. Kwa mantiki nyingine, katika kufanya ubia tunatoa nafuu kwenye balance sheet ya serikali, kwenye bajeti ya serikali, kwamba badala ya kila mradi utekelezwe kwa kutumia kodi na mikopo, sasa kwa kutumia utaratibu wa ubia tunaweza tukatekeleza baadhi ya miradi nje
ya bajeti ya serikali, ama kwa 100% au kwa kiasi fulani, kutegemea na aina ya mkataba ambao tunautengeneza. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza. Na sababu ya pili ni ya jumla pia, kwamba tunafanya ubia kwa ajili ya kuvuta teknolojia. Ni uzoefu kwamba sekta binafsi duniani imeonyesha ufanisi mkubwa katika teknolojia, imeonekana kuwa mbele katika teknolojia kuliko sekta ya umma, na ni katika msingi huo kwamba tunaweza tukasaini mkataba wa ubia, kampuni binafsi itekeleze jukumu ambalo kimsingi ni jukumu la serikali kwa sababu ya teknolojia tu. Lakini pia tunafanya ubia, sababu ya tatu kubwa ni efficiency katika management, kwamba ni tafiti zinaonyesha kwamba sekta binafsi ema kwa sababu ya nature yake, lakini kwa sababu zote kwa ujumla, ni kwamba ina ufanisi zaidi wa kimanagement kuliko sekta ya umma. Kwa hiyo tunaweza tukafanya ubia kwa sababu tu ya kuvuta ufanisi wa kimanagement. Sasa sababu hizi tatu zimepata kujadiliwa katika misingi tofauti tofauti, na yamepata kuwepo maoni au imekuwepo na bado yapo maoni tofauti tofauti kuhusu sababu hizo. Yapo mazingira ya kwamba huyu mtu sasa amekuja tu na briefcase alafu aendeshe kampuni hii, amekuja na kitu gani serious. Nafikiria kwamba atakiwa aje na mitambo, lakini kumbe anaweza kama amekuja tu na group kwa ajili ya ambayo ime advance katika masuala ya management, kubadilisha namna ambavyo kampuni au shirika au taasisi husika inafanya. Sasa tafiti, kwa mfano ukisoma Oxford Review ya mwaka 2014 walionyesha kwamba katika mataifa makubwa 13 kiuchumi duniani, asilimia 62 ya uchumi wao, asilimia 62 ya uchumi wao, asilimia 62 ya national wealth inatokana na human capital, na asilimia 25 inatokana na efficiency of institution, wakati asilimia 5 tu ndio inatokana na natural resources, mali asili. Kwa mantiki nyingine ni kwamba uchumi unategemea pia efficiency ya institution. Kiasi ambacho uchumi unapoteza kutokana na inefficiencies zikiwa monetized kinaweza kuwa kikubwa pengine kuliko kiasi ambacho kingeweza kupatikana kutokana na mali asili. Kwa huo ndio uzoefu. Na kwa kusema hivyo kwamba hayo mataifa makubwa 13 ambayo efficiency ya institution inatoa mchango mkubwa kuliko natural resources, haimaanishi kwamba mataifa hayo hayana utajiri wa mali asili kama ambavyo baadhi tumekuwa tukiamini. Nchi kama Marekani wana mafuta, Norway wana gesi nyingi kuliko nchi nyingi za Afrika, Russia wana gesi nyingi kuliko nchi nyingi za Afrika, China wana gold, wana dhahabu kuliko nchi yoyote Afrika. Mwaka 2023 walikuwa na zaidi ya tani 200, sisi tukiwa tani 50. Sio ya kununua, kwa maana iliyochimbwa katika nchi husika. Kwa katika Ujerumani wana makaa ya mawe, Australia wana dhahabu. Ninachokisema ni kwamba hizi nchi ni kwamba zimeendelea sana katika teknolojia na ufanisi wa kitaasisi, kiasi ambacho natural resources sio mjadala mkubwa sana kwao, kwa sababu technology na hizo institutional competence zinaamua sehemu kubwa ya ushindani katika dunia ambayo inashindana. Kwa huo ndio msingi wa kwamba tunahitaji efficiency ya institution, na tunaweza tukaengage private kwa sababu tu ya kuitafuta efficiency ya institution. Lakini pia hii efficiency ya institution inaenda sambamba na technology kama ambavyo nimekueleza. Lakini pia ni hii ya private capital kwa ajili ya kufanya miradi ambayo ilipaswa ifanywe ema kwa bajeti ya serikali, kutumia kodi au mikopo.
Ukweli ni kwamba kwenye ulimwengu huu wa tunasema hii information age, mahitaji ya binadamu ni makubwa kuliko uwezo wa serikali nyingi duniani, kama sio zote, kuyafikia matarajio hayo. Ulimwengu wa taarifa unafanya mahitaji makubwa zaidi yatengenezeke kuliko uwezo wa kodi na mikopo kumudu. Na ndio maana ukisoma taarifa ya IMF ya mwaka 24 Oktoba, wanaonyesha kwamba uchumi wa dunia wote ni debt financed, unaendeshwa na mikopo. Uchumi wa dunia wakati ukiwa takriban trilioni 110 mwaka jana, deni la dunia yote lilikuwa zaidi ya dola trilioni 10. Uchumi wa Afrika, uwiano wa deni kwa uchumi umefikia takriban 67%. Of course, kwa Tanzania uwiano wa deni kwa uchumi uko takriban 47%. Ni mjadala kwamba deni linaongezeka na deni linakuwa. Ni kweli kwamba deni linakuwa, lakini hii trendi kwa sehemu kubwa ni trendi ya dunia, deni kuongezeka. Na sababu kubwa ya dunia kote, ukiacha mazingira ambayo yajitokeza hapo katikati, COVID effect yake ambayo inaathiri kwa sehemu kubwa the global supply chain na kutengeneza uhitaji wa kukopa zaidi kwa ajili ya kurescue chumi mbalimbali, bado ni mwenendo ule ule wa kwamba mahitaji yanazidi kuongezeka kuliko uwezo wa kodi na mikopo kumudu. Kwa sababu ya ongezeko la mahitaji ukilinganisha na uwezo wa kodi na mikopo kumudu mahitaji hayo, kwa hiyo upande mmoja mikopo imekuwa ikiongezeka kwa kasi zaidi, lakini upande wa pili umejenga mahitaji zaidi ya kuhitaji PPP, public private partnership, kwa ajili ya kupunguza pressure kwenye balance sheet ya serikali.